Kwa nini unatakiwa uwe mtu wa focus? Kwa nini unatakiwa uwe mtu wa focus kwenye maisha yako? Tumezungukwa na watu wengi ambao wanaonekana hawana focus. Kila kitu wanafanya, kila jambo zuri kwake ana uwezo wa kulifanya. Sasa hiyo ni kitu ambacho ni mbaya sana, kwa sababu una uwezo wa kutokufika kule ambako wewe unataka kufika. Kuna maana nyingi sana za focus, na ni kutokuvutiwa na fursa nzuri halafu ukaacha kufanya kitu ambacho unakifanya. Maanake mtu mwenye focus huwa hawezi kuvutiwa na fursa nzuri, bali anafanya kitu ambacho ni sahihi kwake. Kwa hiyo hata wewe pia, kama kuna kitu ambacho unakifanya, hata kama uwe unachoka kiasi gani, lakini kama ni sahihi kwako, hautakiwi kukiacha, kwa sababu ukikiacha utakuwa umepoteza focus yako. Lakini maana nyingine ni kwamba ni kuchagua eneo moja na kuwekeza rasilimali zako zote. Maana yake unachagua eneo moja, unawekeza rasilimali zako zote. Na moja kati ya kanuni kubwa sana ni kwamba watu ambao wanaonekana wamesoma sana wanashindwa kuwa na focus, na ndiyo maana wanaonekana kufeli sana kwenye maisha. Wanaona kwamba kwa kuwa wanauelewa wote, wana uwezo wa kufanya kila kitu wakapata mafanikio, lakini wasichojua ni kwamba kama utakuwa hauna focus kwenye jambo unalolifanya, itakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kupiga hatua. Na hii ni kanuni, na nishakueleza kiundani kanuni ni nini. Kanuni ni kwamba ni kitu ambacho kikifanya, haijalishi utakuwa nani, unaenda kupata jibu ambalo ni sawa. Kwa hiyo mtu ambaye atakosa focus ni mtu ambaye hawezi akafika mbali kwenye eneo lake. Sasa wewe kama unanisikiliza hapa vizuri, nataka nikufundishe vizuri sana kwamba kwa nini unatakiwa uwe mtu wa focus kwenye unachokifanya. Kwa nini? Umuhimu wa kwanza, ukiwa na focus unaongeza ubora wa kazi. Tumewaona watu ambao hawana focus, aidha maofisini, mtu amepewa kazi lakini unajikuta anafanya na mambo mengine. Kinachotokea ni kwamba kazi yake inaharibika, inaonekana kazi yake haina ubora. Lakini ingekuwa kwamba akatengeneza concentration yote, akaanza kufanya hiyo kazi tu, basi anakuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi yake katika ubora ambao ni mkubwa sana sana kuliko watu wengine. Kwa hiyo nakusihi uanze kuwa mtu wa focus. Lakini faida ya pili ni kwamba inajenga nidhamu binafsi. Unapokuwa na focus, ni lazima utakuwa na nidhamu. Ni kama mtu ambaye anafanya mazoezi kila asubuhi na jioni. Mazoezi yanakutengeneza wewe uwe na focus, yanatengeneza nidhamu. Mtu mwenye focus anakuwa na nidhamu yake binafsi, bila kuambiwa na mtu mwingine, bila kupata energy kutoka kwa watu wengine enzi waliomzunguka. Ana uwezo wa kuweza kufanya jukumu lake kwa kujisimamia yeye mwenyewe. Maana yake tunasema ukijenga nidhamu binafsi, ni virahisi sana kuweza kufikia kile kitu ambacho wewe unataka kukifikia. Lakini pia ya tatu tunasema kwamba inapunguza stress na kuchanganyikiwa. Hapa unaweza kukuta kwamba kuna mtu ambaye anafanya biashara fulani, anafanya biashara hii, anafanya vizuri sana, lakini amepata mtu mwingine ambaye amemletea taarifa za biashara fulani ambayo pia inalipa kuliko ile ambayo yeye anaifanya. Kwa hiyo anaamua kuiacha biashara ambayo anaifanya, anaanza kufanya biashara nyingine. Maana yake anakuwa ni mtu aliyechanganyikiwa. Maana yake anakuwa na mawazo kwamba hivi kipi ambacho ni sahihi. Kwa ile ukiwa mtu wa focus, maana yake hautaweza kuchagua fursa ambayo ni nzuri, ambayo inapatikana mbele yako. Unachagua fursa ambayo ni sahihi, ambayo wewe unaamini kwamba ukifanya utakuwa au utakipata kitu ambacho unataka ukipate kwenye maisha yako. Lakini pia nne, tunasema kwamba inaboresha maamuzi. Inaboresha maamuzi. Mtu mwenye focus anakuwa na maamuzi ambayo ni sahihi, kwa sababu kila anachokifanya amefocus. Aidha amesoma vya kutosha, amejikita vya kutosha, ameimarika, amekuwa nguli kwenye eneo lake. Na ndiyo maana hata maamuzi ambayo atakuwa anayatoa yatakuwa ni sahihi, kwa sababu yupo vizuri
ameshaamua kuchagua kitu kimoja tu cha kuweza kufanya. Ni tofauti sana na mtu ambaye amala anafanya hiki, anafanya hiki, anatapanya nguvu kwenye maeneo mengi. Hana eneo moja ambalo ana uwezo wa kushuka nalo moja kwa moja. Lakini pia kitu cha mwisho na cha tano tunasema kwamba inaongeza kasi ya mafanikio. Inaongeza kasi ya mafanikio. Tunaamini kwamba katika safari ya mafanikio kuna milima mingi ndani yake. Kuna milima na mabonde ya kutosha na disappointment valley. Sasa hizo disappointment valley, ili kusudi uweze kuzipita, ni lazima uwe mtu wa focus. Usipokuwa mtu wa focus, ni kwamba una uwezo wa kuishia hapo hapo na usipige hatua yoyote. Utajikuta unatapanya nguvu, mara leo ufanye hiki, mara ufanye hiki, mara ufanye hiki. Lakini ukiwa na focus, unaona kabisa kila unapoamka unakuwa unajua unaenda kufanya nini. Kwa nakusihi leo kwamba unatakiwa uwe na focus ili kusudi uweze kuongeza kasi ya mafanikio kwenye jambo ambalo unalifanya. Kwa wewe, yaweza kuwa ni mtu ambaye umeajiriwa, yaweza kuwa ni mtu ambaye unafanya biashara eza retail shop huko mtaani, au yaweza kuwa wewe ni mwekezaji hasa wa biashara tofauti tofauti. Sasa unachotakiwa kukifanya ili kusudi uweze kuongeza kasi ya mafanikio kwenye unachokifanya, unatakiwa uwe mtu wa focus. Unatakiwa uwe mtu wa focus kwenye eneo lako ili kusudi uweze kufanya kwa ubora zaidi.